Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na darasa zetu katika kitabu cha Al-Wajiz fi usul al-fiqh, muhtasari au kifupisho katika fani ya misingi ya sheria ya dini ya Kiislamu, kilichoandikwa na Al-Ustadh Dr. Wahbatu Zuhaili ambaye ni rais wa qism al-fiqh al-islami, mwenyekiti wa kitivo au mkuu wa kitivo cha sheria za Kiislamu wa madhahibi na madhhabi yake bi Jamiati Dimashq, katika chuo kikuu cha Damascus nchini Syria. Na leo kwenye kitabu chake hiki tuko ukurasa wa 99 na tulikuwa tunatiririka na somo hili lililoanza ukurasa wa 97 linalojulikana kwa al-urfu, mazoea. Mazoea adalilu sabiu, hoja ya saba pia ya kutengeneza sheria za Kiislamu ni mazoea ya watu, lakini kuna masharti. Si kila mazoea yanaweza kutengeneza sheria. Kuna mazoea mabovu na kuna mazoea mazuri. Mazoea mazuri pia yanatengeneza sheria, lakini sheria hiyo inategemea uzito wa jambo lenyewe. Haiwezi kuwa na uzito sawa tu na sheria nyingine yote kwa hivyo inaweza kuamua mambo. Tumeisoma hiyo kutoka ukurasa wa 97 tukashuka nayo mpaka ukurasa wa 99, akijenga tu uelewa juu ya sheria yenyewe na mitazamo ya wanazuoni mbali juu ya sheria hii ya kipengele hichi cha mazoea kama ni sheria, ikiwa ni kama hoja ya saba ya kutengeneza sheria za dini ya Kiislamu. Sasa leo tuko kwenye tathbiqatu. Tukasema hapa ni padogo lakini ni parefu. Watu wa pwani wana kitu wanasema maji maranga. Hasa watu wa pwani na hasa wa sehemu za kisiwa hichi kona humo pembezoni humo wanafahamu nini maana maji maranga. Maji maranga ni maji ambayo ya pwani baharini, lakini kwa sababu chini mchanga ni mweupe sana. Sasa ukapatizama hivi kwa macho unafikiri ni karibu. Inaweza kudondoka gololi hivi au shilingi 100 au kama siku hizi shilingi 500 hii au saa zile za zamani waterproof ikadondoka ukaiona pale ilipo, ukasema si pale tu, ile pale na kwenda kuichukua. Nenda sasa. Unaweza kufika ukaiokota, sasa kurudi juu ndo kacheshe, kwa sababu pumzi zako zote ushazitumia kwenda zako chini. Sasa umeishiwa, unataka kuja zako juu. Wanaita maji maranga. Maji meupe lakini yana hadaa, na kwa hivyo wana methali wanasema tamaa maji maranga au hadaa maji maranga. Ya tamaa ya mtu inaweza ikamuonesha kwa hapa ni pafupi, kumbe si pa fupi. Tamaa yake au maji yale inaweza kumhadaa, inaitwa hadaa ya maji maranga. Lakini hiyo ni mambo ya Kiswahili kizito kidogo, walikuwa wanatuambia wazee wetu wa zamani waliocheza sana na mambo ya bahari Kwa hivyo na hapa ni maji maranga. Tungepaanza siku ile kwa kutizama utaona ni pafupi, lakini kwa kufafanua pangechukua muda mrefu Kwa hivyo maji maranga tuyajue. Tatbiqatuhu, utekelezaji wake sasa wa hii sheria inayoitwa al-urfu. Hoja ya saba ya ujenzi wa sheria unaoitwa al-urfu, mazoea. Sasa tukiyachukua mazoea tukayaingiza katika utekelezaji wake kisheria, hebu tutizame baadhi ya mifano ambayo inaweza kufanya kazi katika utekelezaji. Anasema hivi: amila al-fuqaha bi muqtadha al-urfi, wamefanyia kazi wana sheria ya Kiislamu kwa hukumio la mazoea fi masaila kathira, katika masala mengi sana. Katika masala mengi sana wameamua kwa msingi wa mazoea ya jamii katika eneo husika. Kumefanya hivyo mengi tena si kidogo. Minha, ikiwemo ibahatul istisna'i, kuhalalisha utengenezaji wa vitu. Istisna'i tumewahi kusema kule, aqdul istisna'i ni nini? Ni kwamba unakwenda kwa fundi, unataka kutengenezea kiti, meza, kabati, kitanda. Hii ndio istisna'i. Manake anakuuzia kitu hakipo na wewe unalipa kwa maelewano kwamba nataka kiwe hivi, kiwe hivi, kiwe hivi. Kwa hivyo pale mnakuwa na maelezo tu. Na siku hizi wameendelea zaidi kidogo, wana picha. Wanakuonesha makabati niliowahi kutengeneza ni haya, vitanda nilivyowahi kutengeneza ni hivi, meza, viti, wakati mwingine na album hasa. Sasa wewe unafungua unatazama design unataka kama lipi. Halafu unachagua na mbao unataka, kama ni msaji, kama ni msonobari, quality. Lakini kwa vyovyote vile bado itakuwa ni maelezo tu, hakuna kitu, hana kitu mkononi. Wako wale ambao wanatengeneza alafu wanayaweka unakwenda unanunua, lakini bado wengi ni wale ambao unakwenda hana kitu mkononi, ana maelezo tu. Na nyinyi mnakubaliana kwa maelezo. Hili jambo
limekubalika kwa sababu ya mazoea ya watu, wanafanya watu biashara za namna hiyo. Siku hizi engineer, contractors, wajenzi wa nyumba wanafanya hivyo vile vile. Unaweza kwenda pale ukakuta nyumba zimechorwa. Kuna michoro ya nyumba tu. Wanakuuliza kiwanja chako kiko ngapi kwa ngapi, au wanakuja wanakipima hapo, wanakuambia kiwanja kama hichi inaweza kaingia nyumba namna hii au nyumba namna hii au nyumba namna hii. Alafu wanakutajia na gharama zake na kila kitu. Sasa unatazama kwenye mapicha tu, alafu unajaribu kuimagine kama pale kwangu kwenye kiwanja changu itakaa nyumba hiyo, milango ikakaa upande huu na nyumba ikakaa upande huu, kuna jiko, itakuwa poa inataka hivi. Unaona kazi hiyo? Unafanya nini? Taswira tu. Sasa mnaingia kwenye mikataba kwa mawazo tu ya kitu. Hapana kitu bado kamili kiko ambacho mnaweza mkauziana. Hiyo nayo ni aqdul istis. Kama hilo ni kubwa, twende kwenye hili la kwamba una shughuli nyumbani kwako, pengine ya harusi. Unakwenda kupikisha pilau au biriani. Ziko maarufu hoteli Mtausi, Passing Show, huko Vikokotoni ipo, wapi kila pahala zipo Unakwenda unasema mimi nataka biriani ya basmati. Kwani ipo pale biriani ya basmati na kusubiri wewe? Lakini wewe unaanza kuimagine na pengine unajiramba na ulimi kabisa kuona kwamba itakuwa na ladha gani alafu anakuambia basi unataka hii ya gharama ya juu kabisa, ile kwa quality ya juu ni shilingi kadhaa, ya wastani shilingi kadhaa, na hivi unakwenda na pilau ndio hivyo hivyo, halua vile vile kupikisha ni hivyo hivyo. Kwa zote hizi ni aqdul istis. Ukaenda kwa fundi nguo, unapeleka kitambaa tu, au wakati mwingine siku hizi mafundi wameendelea, wengine vitambaa wanavyo wenyewe pale pale. Kwa hivyo zote hizi zinaitwa aqdul istis, na mikataba ya kutengenezesha kitu. Litaarufi nasi iyahu, kwa kuzoeana watu na jambo hilo. Watu wamezoeana na hili jambo la kufanya mikataba ya aina hiyo. Kwa hivyo sheria ya Kiislamu inakubaliana nayo, bila shaka kwa vipengele ambavyo vimetajwa huku nyuma. Wahajatihim ilayhi, au wahajatihim ilayhi, na kuyahitaji mambo kama haya. Watu wanahitaji mambo kama haya. Haiwezekani kuwa na biashara kila kitu kiko pale tayari, pengine hapiwezi kuwa hivyo. Akina mama wako ambao ukiwapa oda kukupikia mandazi, anakupikia mandazi wa vitumbua, wa chila, wa mikate ya chapati, mikate ya maji, wapo. Unatoa oda. Sambusa, katlesi, bajia, ndio zote zipo hizo na kama una shughuli ndogo tu hivi au unataka kupeleka madrasa sadaka, unatoa oda hiyo. Kwa hivyo zote zile ni aqdul istis. Hata mama ntilie ukitaka akupikia. Watu wengine wakipiga makambi yao haya ya timu za mipira, wengine makambi ya vyama vya siasa, wanatoa oda kwa wapishi, kinaletwa chakula pale, supu. Zote hizo na aqdul istis. Hata bakery unaweza kuipa oda ya mikate. Sisi kule boarding ya Itimai Foni Markaz, Raudha, inaitwa Raudha Academy, wametoa oda kwa mtu wa bakery kwamba anawaletea mikate. Kwa hivyo ile ni oda maalum inafanywa kwa ajili ya mikate ya watoto wa wa boarding. Zote hizo zipo, na boarding nyingi wanafanya namna. Zote ni aqdul istisna. Ma'anahu bai'un li shay'in ma'dumin, pamoja kwamba hiyo ni biashara ya kuuza kitu hakipo. Kwa sababu wakati mnapokubaliana na kile kitu bado hakipo, si mnakubaliana kutengenezea, na wakati mwingine unampa pesa advance, lakini kitu chenyewe hajafanya, anategemea hizo pesa ulizompa ndo akaanzishie kununua material, vitu vya kutengeneza. Kwa hivyo anauza kitu hana, kimsingi isingefaa. Lakini sasa watu wanaishi vipi ukibana namna hiyo, kiasi hicho maisha yao yatakuwa magumu. Kwa hivyo pamekuwa na takhfifu. Ndio ile tunosema kwamba ad-dinu yusrun, dini hii ni wepesi. Wala yushada dina ahadun illa ghalaba, au yashada dina ahadun illa ghalaba. Hakuna atakaikaza dini hii ila itashindikana kuitekeleza. Watu watashindwa kuifanya. Ukibana sana dini, watu watashindwa kuitekeleza. Ndio maana sisi wengine tunakuwa na misimamo, halafu baadhi ya watu wanakasirika. Mimi misimamo ya kukaza sana kupita kiasi sitaki. Sababu naona kama msingi wa dini ya Kiislamu ndio ile innamal usri yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu anataka zaidi wepesi kwetu kuliko uzito. Sasa kila mtu unamuona inaitia uzito dini, mimi kwangu kidogo anamwekea alama ya kujiuliza kwamba au anakuja vipi? Kwa sababu msingi wa dini ni kuwafanya watu waitekeleze kwa wepesi. Si katika wepesi wa kuvunja sheria, na katika wepesi wa kuweza kuitekeleza. Tumefahamiana? Sasa urfu ni moja katika misingi inayosaidia kuitekeleza dini kwa wepesi zaidi. Wa yuaddu mata'ul bait, na huhesabiwa au huzingatiwa vitu vya ndani ya nyumba, aljihaz
au wale wengine wanasema samani. Hili neno saman ni neno la Kihindi, likimaanisha mizigo au vitu vya ndani, saman, lakini limeingia kwenye Kiswahili samani, wanaita maana vitu vya ndani, na Waarabu vile vile baadhi yao wanatumia neno saman. Saman maana yake kwa Kihindi ni mizigo, lakini vitu vya ndani vile vile vinaitwa samani, kama vile kitanda, kabati, meza, kiti, vitu vya ndani, magodoro, mashuka, mapazia, vile vitu vya nini, vya ndani. Sasa vitu vya ndani ndio Waarabu wanaita jihaz, alladhi ishturia, viliponunuliwa kabla zamani, kabla azafafi li zawjati, kabla ya kupelekwa mke kwa mume, ndio zafaf. Zafaf maana yake ni kumpeleka mke kwa mume, ndio ile mambo ya kumpeleka, Waswahili wampeleka kwa kimasomaso, mwanangu asimuone kwa jicho la ubaya, kwa jicho la husuda. Lakini siku hizi tena tumeiondoa ile, tumeingiza zaidi makasida, lakini makasida nayo yanalenga pale pale, amempata mweupe kama manga. Uje kusikia hiyo? Amempata mweupe kama manga. Kwani lihusu nini? Kwani wanawake wote wanaolewa ni weupe kama manga au maneno tu? Na harusi ya mwanangu naicheza peke yangu, na mambo kama haya. Ile ndio zafafu, namna ya kumpeleka bi harusi kwa nani? Kwa mumewe. Na haiendi kimya kimya, sunna iwe na vifijo, lakini yawe yale maneno yenyewe yako ndani ya misingi ya sheria. Hiyo ndio zafafu. Sasa kabla zafafu ile zaujati, kabla hajapelekwa mke kwa mume, vile vitu vilivyonunuliwa kabla, wayadkhulu, kwa hivyo navyo vitahesabiwa, wayadkhulu al-ulumu, na kitaingia kidaraja cha juu, fi bai'il manzili, katika kuuza nyumba. Yani haya yote haya ya kumpeleka mke na vitu na vyombo kabla, navyo katika mazoea vitaamuliwa. Je, vinakuwa ni sehemu ya mahari au si sehemu ya mahari? Kwa mfano, ikiwa upande wa ume wametoa vyombo, wamevipeleka kwa mwanamke, lakini kabla hajakabidhiwa kwa mume au kabla ndoa haijafungwa, je, ikija ikavunjika ndoa wakadai mahari yao, na vile vitu wavidai au vile vitu vimekwenda arijojo kama tunavyosema? Sijui wengine kama ile neno arijojo wanalijua. Arijojo zamani sisi tukichezea vishada, natengeneza vishada vile vinaruka juu na kamba. Sasa wakati mwingine vikenda juu sana na upepo mkali vinakatika, vikikatika hatupati tena, tutasema kimekwenda arijojo. Lakini maana ya kwenda arijojo maana yake ni kwamba kitu ukipati tena, arijojo. Sasa je, zile ni arijojo au ni kwamba virudi wakati wa madai kama jambo litavunjika? Urfu utaamua, mazoea taamua. Kwani kwa mfano uliwaalika watu harusi, wakaja mkaanza mwanzo, pengine harusi yenu itafanyika saa 8, mkasema basi mpunga tupige kabisa, mkapiga kabisa mpunga, alafu saa 8 wale wenye mke hawakuja mawali kukozesha, harusi imevunjika. Utadai urudishiwe gharama za pilau ile uliopika wakala watu, au inakuwa vipi? Ndio hayo urfu. Unasemaje? Turudishe gharama kwa kuwa sendo tulo cancel? Unaweza kuiona kama ni jambo la kijinga. Si la kijinga, kwa sababu ndege ikiwa imefanya booking alafu ika cancel, kuna usumbufu, kuna gharama za upumbufu wa kuwaleta pale abiria alafu wasiruke, inakuwa ni sehemu ya madai wakati mwingine. Tumefahamiana? Au mtu akakodi ndege kutoka Dar es Salaam ikaja mpaka hapa, alafu yeye aka cancel kwa basi safari, kuna gharama zile zinarudi za usumbufu. Sasa je, hizi zinajadiliwaje katika urfu? Katika nchi zilizoendelea, hasa mataifa ya Ulaya, unalipa, unapewa muda wa kucancel. Kuna masaa 24 ya kughairi au ya kukonfirm. Tena wao wamekwenda mbali, wamekwenda mahala, ikiwa umealikwa tu na umepewa kadi uende, na unapewa namba za simu, uthibitishe kuwa utakuwepo kwenye shughuli hiyo. Kuna mtu ana mambo yake huko, hajakaa sawa, na yeye kampata mweupe kama manga, anamsumbua. Ndani ya masaa 24 uthibitishe kwamba utahudhuria harusi hiyo au shughuli hiyo, au hutohudhuria, kwa sababu hakubali kupika chakula alafu kikao hakina mlaji aliyeandaliwa kula chakula hicho. Ule ukichukue, kwa sababu ile ni gharama. Na ikitokea umedharurika baada ya ule muda ushapita, utalipa. Wamesogea kiasi hicho wao, wanakuambia hapa kwenye kadi ile utalipa gharama, kwa sababu kile chakula hakina mtu, utafungiwa uletewe mpaka nyumbani kwako na wewe utakilipia.
wana mambo makubwa wale wamefika kule kwenye sherehe. Lakini nasema urfu, msende mkaishi katika nchi za watu alafu hamjui mazoea yao, kutakuwa na mashaka. Lakini sisi huku tena napigwa tu bwabu, akikosekana wenyewe na kula wote tu, wavuta bangi, wahuni, twende si yetu na sukuma tu, hatuna urfu huu alhamdulillah. Hichi kipengele cha kwanza. Cha pili, wa yadkhulu al-uluhu fi bai'il manzil, na sehemu ya juu inaingia katika kuuza nyumba. Darini kule nako utakuwa umeuza, huwezi kusema huku juu si kwake, memuuzia chini tu. Hii haiwezekani. Lakini kwetu unaiona picha yake ngumu kuipata. Chukulia mfano, kuna nyumba alafu ina sehemu ya juu. Ile sehemu ya juu ina ngazi nyingine ya kutokea huko nje, huko kwa huko. Sasa wewe unaweza kuuza nyumba yako lakini kule juu hujauza. Sema kama hapa msikitini, hapa chini ndio tunauza. Huko juu huko kuna ngazi nyingine za kutokea huko, si za kupitia huko. Je, huko itakuwa hujauza ukiuza huku chini? Au hii nyumba ikiuzwa maana sehemu ya chini na juu zote zimeingia kwa pamoja? Kwenye mambo ya fleti iko tofauti. Kwa sababu zile fleti, kila fleti inajitegemea. Unauza fleti hii, fleti ya juu hujauza. Unauza fleti hii, fleti ya juu hujauza. Lakini katika nyumba ya kawaida juu kunategemea chini. Yote hayo yataamuliwa na mazoea au na urfu jinsi inavyokwenda. Labda tutoe mfano wetu wa kawaida tu. Kwani ukiuza nazi kwenye gunia, na gunia utakuwa umeliuza? Au umeuza nazi tu? Unaona kazi? Urfu wa sasa anamimina, anachukua gunia lake, anaambia umekuja na gunia, anakumiminia utie kwenye gunia lake. Ukitaka kuchukua gunia lake itabidi utoe pesa za ziada za kununua nini? Gunia mbali nazi. Au kuku kwa kule bara na tenga. Umenunua kuku kwenu kule wanauzwa kuku 10, 20, sio nakupa na tenga. Ile tenga mnauza nyewe, wanapewa tu. Kwa mazoea namuuliza wewe kwanza, wewe huko anapewa tu au mnafanya? Unakuja na tenga jingine, unatoa unachukua lile na kuku. Ndo yale tunazungumza. Sasa hayo ndo mazoea. Yani watu wa Singida, watu wa kule kuna nyie Kigoma vile vile kadhalika, mnajua biashara ya kuku sana. Sasa kuku wanauza kwa wingi, kwa hivyo nakuwa kwenye tenga. Je, lile tenga linauzwa pamoja na kuku au unanunua kuku bila tenga? Inaonekana tenga lina gharama zake. Wengine mpaka kamba ya ng'ombe ile. So unazua ng'ombe uje na kamba yako. Kama huna, ukichukua kamba ile kutakuwa na gharama ya kamba. Siku hizi bwana Mzee Selemani, acha kusema hii ndio mambo yalivyo. Yamebadilika siku hizi, ukinunua ng'ombe na kamba bei yake mbali. Pesa ya kamba. Zamani ilikuwa kamba na ng'ombe anauzwa pamoja. Siku hizi hakuna hiyo. Kamba inauzwa mbali. Urfu unabadilika, mazoea watu yanabadilika. Subirini karibu tutakuja kuuziwa ice cream mbali na ile koni mbali. Ukitaka uende na koni yako. Mazoea yanabadilika. Sasa tunasema urfu zote hizo ni katika sehemu ya nini? Ya mazoea. Wa illam yunassa fil aqdi, hata kama haijatajwa wazi katika mkataba, ala dukhuli huquq al-irtifaqi, kuingia haki za viambatanisho. Kwa mfano unasema mimi nakodisha nyumba, haya tumekubaliana na kodi nyumba, hujataja jiko wala choo. Je, tukizungumzia nyumba tu, jiko na choo vinakuwa vimo au havimo? Vimo katika maana ya nini? Ya nyumba. Nyumba haiwezi kuwa mbala pa kukaa tu, hakuna sehemu ya kujisaidia, hakuna sehemu ya kupika, hiyo haiwe nyumba. Hata kama havijatajwa kwenye mkataba kwamba nimekukodisha nyumba, basi akienda akikuta nyumba hiyo haina jiko na choo, ana haki ya kuvunja mkataba. Kwa sababu haitaitwa nyumba ikiwa haina jiko na nini? Na choo. Lakini je, ikiwa mazoea ya watu vijijini huko nyumba zao ni za nyasi, halafu wanajisaidia maporini, kama nimekukodisha nyumba, choo kitakuwa kimeingia kwa mazoea huko? Hakijaingia, kwa sababu watu wanajisaidia maporini. Na nyumba zote ndo zilivyo, kwa bado itabaki hivyo hivyo. Kwa nini? Nakumbuka tulikwenda mahala fulani sisi, tukaharibikiwa na gari usiku, na tulikuwa wengi, ikabidi tutafute angalau pahala pa kujisiri. Tukaambiwa liko banda la nyasi mtakodishwa kwa usiku mmoja. Tukakodishwa ile banda, halina choo, halina chochote, banda tu. Ukitaka kujisaidia kwenda ukajisaidia sehemu nyingine, halina maji, halina chochote. Tukasema okay, tulale, tukatandika vitu hivi na tukalala. Usiku akadondoka siafu kutoka kwenye mti. Kila mtu alijikuna mahala ambapo hawezi kujikuna maisha yake yote. Kila mtu alifika kwenye maeneo nyeti kujikuna. Akitenda kukakucha, alhamdulillah tukatoka salama. Kwa hivyo
yote haya yanategemea mazoea na eneo husika, hata kama hajatajwa. Amalan bil urfi aljari, kwa kufanyia kazi urfu au kuyafanyia kazi mazoea yaliyokuwa yanakwenda katika kila jamii, yanakwenda katika kila jamii. Wayajuzu, na inafaa bai'u thimari wal khidari, kuuza matunda na mboga mboga. Khidari ni mboga mboga, vegetables. Ala al-ashjari, kwenye miti. Idha dhahara ba'daha duna al-ba'd al-akhar, yatakapochomoza baadhi yake na baadhi nyingine bado hayajachomoza. Unaweza kuuza matunda na mboga mboga zikiwa kwenye miti yake, ikiwa baadhi zishatokeza na baadhi bado hazijatokeza. Kwa watu ambao hawana kilimo kikubwa hili linakuwa gumu kulifahamu, lakini watu wenye vilimo vikubwa wanafahamu. Pengine mtu ana eneo la makebichi, kalima makabichi, ndo makebichi mengi sana, lakini yale makebichi hayawi yote kwa wakati mmoja tayari kuvunwa. Baadhi yanakuwa tayari na baadhi yanakuwa nini, yanakuwa bado. Sasa kaja mtu anataka kununua yote yale, halafu atakuja mwenyewe kuvuna. Itatosha tu akishayaona baadhi yako tayari, ataweza kukadiria kuwa na yale mengine yatakapokuwa tayari yatafanana na haya, ambao kimsingi ilikuwa haifai kwa sababu unamuuzia kitu asichokijua, lakini anacho kipimo cha kukadiria kuwa kwa haya na haya mengine yatakuwa yanafanana na yale. Sisi kwetu kuna mifano ya mikarafuu na miembe. Unaweza kuwa na shamba la mikarafuu, ikawa baadhi yao tayari karafuu zishakuwa tayari kwa kuchumwa, lakini mengine bado hazijawa tayari. Utachukua sampuli, utachukua kilinganisho cha karafuu zile ambazo ziko tayari kwa kulinganisha na zile ambazo haziko tayari, na utazikodi shamba lote lile kwa kukadiria bei kwa zile ambazo haziko tayari ukizinganisha na hizi ambazo ziko tayari. Kimsingi ilikuwa haifai kwa sababu kuna kitu hakijulikani kiko vipi na kitakuja vipi, lakini mazoea watu wamekwenda hivyo na hakuna migogoro, basi limepata ruhusa katika dini. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo nakuwa zile nyingine ni sampuli, ni kigezo, ni kilingo kwa zile nyingine. Kwenye mashamba iko namna hiyo. Mimi nakumbuka hata kwenye kukata nywele wakati mwingine. Sasa sisi wengine vichwa vyetu baadhi ya maeneo vina mashimo hiyo. Tukinyoa para ndo unaona kwamba kumbe mzee hapa ana dimbwi. Ikinyesha mvua yanaweza maji yakafanyaje? Yakakaa. Kwa hivyo ukienda kwa kinyozi akipitisha mashine, unaambia anza huku juu. Anaanza juu kwa ile mashine ya kitana, ile inatia kama kitu kitana. Ushapata level, unaambia basi fuata usawa huo. Usitumie tena kitu kingine hapo utalete tabu. Basi anafuata usawa ule kutoka hapa, anashuka ndo zinakuja level moja zile. Like akifanya mchezo, anakutoa nini vitobo, kinakuwa kichwa hakiko sawa sawa. Kwa hivyo unachukua kipimo cha kilichofanyika kwa kile ambacho bado hakijafanyika. Kwa hiyo unaweza kwenda. Hata ukenda kwa mama, mfano umempa tenda kukutengenezea mandazi, ana karai lake kubwa, akafanya mandazi 5 hivi akakupa, ukaonja, usema basi namna hii nataka kama haya, lubaki yote yawe kama haya. Tabasi anaendeleza vile vile, itafaa japo kwa kile kingine hujakiona, kwa hichi ambacho tayari ushakiona. Unachukulia sampuli. Kwa njia ya urfu hayo yamefaa. Lakini ungetaka kwa njia ya dondoo ingekuwa tabu. Unataka kusema jambo? Sisi tunazungumzia mazao. Kwa mfano wake akasema athimaru wal khidar. Hakuzungumzia ile ardhi yenyewe. Azungumzia product. Hazungumzii ardhi. Juu kabisa akasema wayajuzu bai'u thimari wal khidari ala al-ashjar. Inajuzu kuuza matunda na mboga mboga juu ya miti idha dhahara ba'daha duna al-ba'd al-akhar. Hazungumzii ardhi yenyewe. Si suala la ardhi. Tunazungumzia suala la mazao. Maana kama vile unanunua product tu inayozaliwa na miti. Hununui miti unaiacha pale unanunua mazao. Kama vile unasema kukodi mikarafuu, huruhusiwi kukata matawi, huruhusiwi kuchukua kuni, huruhusiwi kukata wewe unachukua zile karafuu tu, ile product inatokana na ile miti. Bado kuna utata katika sheria unazozijua wewe, basi tutakupa nafasi baadaye utatuambia lakini kwanza ulifahamu hilo Lakini hii ni njia tumesema urfu, na urfu tumesema uko nyuma kwa una mjadala wako wanaokubali na wako wanaokataa. Hatujasema kwamba ni hoja inayokubaliwa na wote. Tumeelewana? Pengine wewe ni miongoni mwa utakaokataa, tutakusikiliza. Utakuwa miongoni mwa wale wanaoona wanaopinga au wanaokosoa. Alafu anatoa mfano kalbi tikhi, kama matikiti.
Na siku hizi biashara mitikiti hapa Zanzibar pia imekuwa sasa mtu amelima matikiti kwenye kitalu chake. Lakini matikiti yale yanapokuja kuzaa hayazai yote kwa mpigo kwa wakati mmoja. Yanazaa baadhi yanachelewa. Kwa hivyo ukishakuyajaribu baadhi tukaona yako hivi, basi utakodi shamba lote kwa njia ya urfu. Na mengine ukikadiria kuwa yanaweza kuwa kama haya. Akatolea mfano wa mtikiti, watini na matini. Sisi hatuna sana mambo ya matini, matunda matini. Wala inabi na zabibu. Wale watu wa zabibu wanafahamu. Hasa watu wa Dodoma wana zabibu nyingi sana na maeneo mengine yenye baridi. Hali kadhalika. Wal badhinjani na mabilingani. Au wengine nasema bilinganya. Sina sema bilingani. Wengine nasema bilinganya. Lakini yote ni matamshi katika lugha ya Kiswahili. Bilinganya na bilingani. Badhinjani na mabilingani. Wal yaqtin na yaqtin. Yaqtin tumesema wengine wanatafsiri kuwa ni maboga, wengine bado wanarudi tena kule kwenye tikiti. Mimi naona hapa yaqtin itakuwa zaidi ni boga. Lakini kwa mujibu wa Qur'ani ukitafsiri yaqtin kwa ni boga unapata tatizo. Wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin nabii Yunus Sasa je, ilikuwa ni boga au matango au kitu gani? Maana yake yaqtin boga haliliwi bichi, lazima lipikwe. Na ni mtu ambaye kaanguka katoka baharini huko, kaanguka kwenye kisiwa, masala ya kupika kwake atakuwa magumu kuliko kula kitu ambacho kiko tayari. Lakini ndio kuna mijadala ya kitafsiri. Walkusa na kusa au wengine wanasema alkusaj, ambayo hili linaweza kuwa sawa sawa na cabbage au spinach, maybe spinach kuliko cabbage, kwa sababu cabbage inaitwa malfufu kwa Kiarabu. Kwa hivyo inaonekana kama ni spinach, nalo ni tunda. Spinach Zanzibar sio maarufu sana, au mnayajua sasa hivi tayari? Ni aina mboga na. Mzee unajua spinach? Ndio nakwambia sasa hivi spinach bwa mkubwa unajua? Hamtumii sana Nyasa hapo bado naona sasa sokoni mengine yanakuja. Ni aina ya mboga hiyo na vile vile. Litaamuli bihi urfan, kwa sababu watu wanayafanyia kazi kwa mazoea, lidharura, kwa mahitaji tu. Lakini ukenda kwa dharura, ukenda katika sheria sio ukaichunguza, unaweza kupata utata. Kwa sababu ndani yake mna migogoro, wakigombana inakuwa ngumu kuisolve. Paka inazotokea mengine yakaoza, yakaharibika, yasizae. Sasa hapo ndo penye balaa lake, inakuwa umetia mkono kizani, Sasa yeye anazungumzia urfu tu. Na urfu unakuwa kama una msamaha tu fulani. Lakini si kwamba yote yameruhusiwa. Ma anna ba'daha bai'ul ma'dum. Unaona? Ingawa baadhi yake ni kuuza kitu ambacho hakipo na hujui kitakapokuja kitakuja vipi. Hiyo ndio tatizo lake la kisheria, Lakini sasa ukiwabana sana watu, mwisho mengine yatakuwa hayendi, yatakuwa magumu. Ni kama kununua mitumba tu. Mtumba hata kama unaukagua, madhali hujauvaa siku nzima. Kuna jamaa mmoja alinunua bukta nzuri sana ya mtumba, akaifua na nini, akaivaa, akaingia mpirani kupiga shuti tu, katikati hapo amepiga shuti kwa ameachia pote, na alijiamini ndani hakuvaa kitu, kwa sababu ile mtumba ulikuwa na kitu chepesi pale, akaona baki natosha, asalale mambo hadharani. Kwa hivyo na hii habari za mitumba nazo vile vile unaweza kukadiria kwa kutizama huku na huku, lakini baadaye ukaja ukakuta kuna tatizo kubwa sana ndani yake. Au kuna jingine kubwa sana, unaweza kuona suruali ukaiona nzuri sana mtumba, ukachukua ukaifua ukaivaa, kumbe suruali ile ina alama za watu ambao ni mabaradhuli kule Ulaya. Zinavaliwa na mabaradhuli tu, special za mabaradhuli. Sasa ukavaa unatembea tu, baadaye mzungu anakuta hello, come on you make this business, unafanya shughuli hiyo. Shughuli gani? Hiyo look to your trouser, angalia suruali yako umevaa, kumbe suruali ya baradhuli. Yule anayeuza mtumba hajui, na wewe ulionunua mtumba hujui. Mashaka. Kuna nyingine zina mistari na maalama, lakini kumbe ni alama za watu na makundi yao huko, na wengine wanafanya maksudi kuzipenyeza, kuzileta huko, kutuletea tafrani. Kwa hivyo nazo hizo zina migogoro yake. Wayasi'u ishtiratu islahi ba'd al-alat al-hadithiyya, na inafaa kushurutisha kutengeneza baadhi ya nyenzo za kisasa kathalajati, kama friji, wasaati na saa, walmidhiai na redio, walghasala na washing machine. Mnalitaja washing machine kwa Kiswahili? Ili friji wamesema jokofu au jokovu fu, maana linaokoa vitu visiharibike.
Wao wamepitisha hilo neno jokofu baadhi ya mabaraza ya Kiswahili kwa friji, lakini hili ghassala ambalo ni lile la kufulia nguo, washing machine, linaitwa vipi? Fuo. Litakuwa fuo kwa sababu ya fuoni, sehemu ya kufua, kufulia nazi au kufulia nguo. Fuo, lakini ndio hawajatuambia hivyo. Haya, vitu kama hivi. Thalaja, friji, saa, almidhia, radio, walghassala na washing machine, mashine ya kufulia nguo. Kuviuza vitu hivi lakini vitengenezwe ala hisabi al-bai'i, wa gharama ya muuzaji, majanan, bure, hina al-atbi, yanapotokea majanga, lakini muda muayyana, kwa muda maalum, yani guarantee. Ikiwa unakwenda kununua friji jipya, unapewa guarantee ya miezi 3, likiharibika lilete, tutalitengeneza sisi. Unakwenda kununua radio mpya, unapewa guarantee ya miezi 3. Unaweza kununua saa mpya ukutani, ukapewa guarantee ya miezi 3. Na unaweza kununua washing machine na kufulia nguo, ukapewa guarantee ya miezi 3. Hiyo ndo guarantee inaitwa, kwamba likitokea kuharibika lete, tutakupa jingine au tutalitengeneza kwa gharama zetu sisi. Lakini liwe jipya, si wale mnadani, no test, mbovu mbaya. Kifika kule unalifungua friji, wanaanza kutoka mende. Na ukichukua washing machine, mara anatoka panya, alishazaa humo ndani kabisa na watoto, yale mapya. Kwa hivyo nayo hiyo ukisema kuwa ndani ya miezi 3 likiharibika na lileta unitengenezee, itakubalika kwa sababu ni mazoea, na zaidi mazoea watu wa Ulaya. Lakini imekuja tena mpaka huko kwingine guarantee hizo za vitu vipya. Hata mambo makubwa kama meli, ikiwa unanunua meli mpya, basi kampuni ilokuuzia inakupa guarantee, pengine huenda ikawa ya mwaka mzima kwa kitu kama kile. Ikiharibika watakuja mafundi wao kuitengeneza ile meli. Ndio maana wakati mwingine anapigwa kelele hata kwenye vyombo vya kutunga sheria kama baraza la wawakilishi na wapi, kwamba serikali itizame inaponunua vitu vikubwa kama hivi, inanunua vipya kutoka kwenye zile kampuni au inanunua recondition vishatumika. Wakati mwingine nchi za Kiafrika hizi wanaweza watu kucheza dili, ukaletewa kitu kishatumika, lakini ukaambiwa nini kipya, kimepigwa puti, kimepigwa rangi, kimenyooshwa. Si zamani kwenye fiqh tulikuwa tunasoma kuwa wakati mwingine wanawake wanakuwa wazee, lakini wanapigwa mikorogo fulani ya uso na nini, unakwenda kuposa wewe, unamuona kijana, kumbe ngome ishavuka 50, wewe mboga wa 30 mbichi, anafungwa vijiti kwenye machuchu mpaka anasimama. Wewe unaona amekaa hivi, anakusalimia saa 6, kumbe ishatumika used. Ili wameisema watu wa fiqh hiyo. Na kwamba je, ukija ukagundua kwa umedanganywa ufanye nini? Unarudishiwa mahari na nini mamchukuzi. Sasa na hizi bidhaa hali kadhalika, inapigwa puti meli ile au ndege, inatengenezwa, inapigwa rangi. Wewe umeuziwa kitu brand new, kumbe jamaa washatumia miaka na miaka. Hivyo hilo nalo neno la kulizingatia. Ala hisab majanan, bure, hina al-athb, wakati majanga, muda maalum, lakini ambao ni guarantee. Amalan bil urfi, yote haya ni kufanyia kazi mazoea, maujudi nahi ash-shar'i an bai'in wa sharti. Ingawa kuna katazo la kisheria kwamba mkishauziana biashara msiwekeane tena masharti, biashara ishe kila mmoja akafanye laki. Lakini kwa mazoea tumeona kwa wakati mwingine yanatokea mambo yana matatizo, kwa hivyo sharti limeruhusiwa la aina hii la kutafuta uhakika. Hata nyumba nayo vile unauza nyumba, haina kreki, haina nini, pengine umegonga tu, umepiga rangi, hasa anakuja kubaini kwamba kumbe inavuja, kumbe hivi, hata kukodisha hali kadhalika. Haya, imefahamika. Liadami itharati nizai fi shani, kwa sababu hayamshi ugomvi katika jambo hili la kuwekeana sharti. Ikiwa mlikiana mapema ile sharti na mlikubaliana kwa sharti lile, basi jambo hili haliamshi ugomvi, yani halisababishi nyewe kugombana. Kila mmoja atakubali kwamba kweli tuliwekeana sharti hili na sasa limetokea, basi tufanye nini. Kisheria anaweza kumtu wakatia ubishi, lakini kama ile sharti lishawekwa kisheria, hakuna haja ya ubishi, lazima kwenda kwenye utekelezaji. Watakunu alfadhul waqifina, na yanakuwa matamko ya weka wakfu, mabniyatan ala urfihi musaidi, yamejengwa juu ya mazoea yao yanayotawala fi zamani, katika zama zao. Waweka wakfu, kauli wanazozitumia sitatafsiriwa kwa mujibu wa mazoea yale kuwepo wakati ule, sababu wakfu aghlabu unakaa muda mrefu sana. Yani wakfu unaweza kuchukua karne na karne. Sasa waweka wakfu wanaweza kuwa ni watu washakufa miaka 100 iliyopita,
lakini walikubaliana katika uwekaji wao wakfu kwa mambo fulani. Sasa mambo yale tukitaka kuyatafsiri kwa leo, pengine tunaweza kupata kitu kingine, na tukiyatafsiri kwa wakati waliokusudia wao tunaweza kupata kitu kingine. Sasa katika hali kama hiyo, vipi tunafanya? Lazima tuende sasa katika mazoea yao yalivyokuwa, tutafsiri kwa mazoea yao, alafu tunaweza kukaa kikao tukasema mazoea yale sasa yamebadilika, na sisi tukakaa kikao cha pamoja tunaohusika wote tukabadilisha kwa maslahi ya wakati tunaokwenda nao. Nitakupeni mfano umenihusu mimi mwenyewe. Kuna wakfu fulani umeandaliwa na mababu zetu. Mmoja katika hao ni babu yangu mimi wa mbali, si babu wa karibu. Inaweza kuwa ni babu wa baba yangu, sio babu yangu mimi, kwa maana babu nyuma huko wametengeneza wakfu sehemu fulani hapa Zanzibar. Wakfu huo wamesema usimamiwe na mwanachuoni yoyote atakayekuwa katika ukoo wetu, lakini mwanachuoni ndio sharti lao waloweka. Sasa hivi imetokea katika ukoo wetu akitafutwa mwanachuoni napatikana mimi peke yangu. Anayeweza kuitwa mwana wa napatikana mimi peke yangu. Sisemi hawajasoma, lakini anayeweza kuitwa pengine na mimi hata sijafikia sana, lakini naweza angalau hiyo kuitwa. Wengine hata kuitwa hawawezi. Sasa imelazimu kuwa mie ndo niwe mkuu wa huo wakfu, kutokana na hii sifa iliyowekwa na ule mkataba na ule wakfu wenyewe waweka wakfu. Lakini ndani ya ukoo wetu kuna watu wana degree 3 za uchumi za nini na nini, lakini hawaitwi wanachuoni. Wengine wako Marekani, wengine wako wapi, wengine wako wapi. Wasema wazee wamekosea bwana, walikuwa waseme msomi, wasiseme mwanachuoni. Sasa hatuwezi kuongozwa na kinyangarikata kile pale kinachoonekana kwenye kamera na nini, kinajifunika vitambaa, kina chochote lofa, kinatembea kwa miguu, kitatuongoza sisi. Basi tuna madigrii mangapi? Kwa hivyo umekuwa mgogoro kidogo mpaka sasa tumesimama. Lakini mwambia okay, mimi kwa mtazamo wangu tukae kikao cha pamoja tubadilishe. Wao madhumuni yao yalikuwa mwanachuoni, kwa sababu wameweka malengo ya kidini mle ndani, na wanajua wasomi hao wengine watafika mahala watakuwa na malengo ya nini, ya kidini. Lakini kama if you insist, mnangangania tubadilishe, okay, tutabadilisha, tutaweka tu mtu yote msomi, halafu tuone kitakachotokea. Lakini tubadilishe tena kwa consensus, kwa ridhaa hapa ya pamoja, sio mmoja kanuna mwingine kafanya hivi, itakuwa hatuendi. Lakini mpaka leo hatujakaa bado pamoja. Ikiwa mnadhani ni maslahi, lakini sasa wao labda wanadhani hayo ndio yatakuwa maslahi kwa mtazamo wao, basi tendeni. Mimi sina ugomvi sana, sipendi kitu kwamba lazima ninganganie, lakini ndio kimeniangukia. Sasa nifanyeje? Kunguru halengi, anakunya tu. Sasa akikudondokea wewe utosini ndio yashakudondokea tu utosini tena, lakini kukulenga kwa maana mpiga amari shondaili hana kazi hiyo. Kunguru halengi, yeye anakunya tu, lakini anaweza akaanguka kwenye utosi wa mtu. Sasa ameanguka kwenye utosi wangu, tufanye namna gani? Kunguru halengi, yakikuta ule usilaumu kwamba kanikusudia mimi, wala haja kukusudia. Basi ndio bahati mbaya imeangukia kwangu mimi, kunguru kaniangukia mimi. Haya bwana. Wakati yanawekwa hayo bwana baharani, mimi baba yangu hajazaliwa, sio mimi, baba yangu hajazaliwa wakati mambo yanapangwa. Sasa nitaweka vipi? Nitaroga vipi? Niroge labda niko katika nini, katika kipindi cha mpito cha kuja duniani. Jamani, tuendelee bwana. Watakunu, tumefahamiana vizuri hapo watakunu alfadhul waqifina, basi yatakuwa matamko ya waweka wakfu mabniyatan ala fi msaid, yamejengewa juu ya mazoea yao yanayotawala fi zamani, katika zama zao. Pengine katika zama zao ilikuwa mambo yanatawaliwa namna hiyo, kwa tutarudi kutafsiri vile ninavyosema. Kwa mfano, ikiwa wazee wameweka wakfu kwamba kila ikifika Shaabani ya 15 fanyeni karamu hapa kijijini, mulishe watu. Asa wakati wao walikuwa wanapika muhogo hapo kijijini, pengine kwa chaza, si ndo mazoea yao yaliokuwepo huko? Kwa tutayatafsiri kuwa mazoea yao ni kupika muhogo kwa chaza. Tutaendelea hivyo hivyo mpaka patokee malalamiko ya kusema tushachoka, hatuli tena vyakula hivi siku hizi kwenye makaramu. Tutakaa pamoja tuseme okay, sasa tutapika wali.
Nani, nafikiri wengi mnakumbuka msikiti Baraza kuna mazoea ya maulidi ya mkate na mchuzi. Mpaka leo yapo yale. Wewe unafikiri na muda gani? Marefu sana yale. Urfu Saidi ule. Mnakwenda anapigwa maulidi usiku alafu inakuja boflo na mchuzi. Anachinjwa ng'ombe nafikiri mzima wakati. Boflo na mchuzi. Mazoea maulidi mpaka watu wasema maulidi ya mikate na mchuzi yanajulikana kuwa na maulidi ya mikate na mchuzi. So urfu Saidi unakwenda, lakini unafikiri utaendelea bila? Hata kama watu wataendelea na maulidi kwa siku watasema jamani haya mambo ya mikate na mchuzi shachosha. Wanaweza kutokea watu namna hiyo. Lakini kimsingi yale yamerithiwa kwa miaka mingi sana. Tangu sasa kama kuna maulidi ya makopa au maulidi ya mhogo au maulidi ya matango na tende, ndio hivyo hivyo urfu Saidi unaokwenda huo mpaka mbadilishe. Ingawa sionekane natetea maulidi, natoa mifano tu ya urfu. Wa ajaza Muhammad bin al-Hasan, na amejuzisha Muhammad bin Hasan katika watu wa madhhabi inaonekana ya Abu Hanifa, waqfa al-manquli, kuweka wakfu kwa kitu kinachohamishika, mustaqilan, kinachojitegemea, anil aqari, na ardhi, hakiko kwenye ardhi. Kisema unaweza kuweka wakfu kitu kinachohamishika. Wenzake wote na jamhuri ya wanazuoni wanasema wakfu ni lazima kitu kilichokuwa hapo hapo hakiwezi kuondoka. Kwa hivyo wakfu lazima ugandane na ardhi, iwe nyumba au shamba au kisima, lakini kitu ambacho kiko kwenye nini? Ardhi. Sio kitu ambacho leo kiko hapa, kesho kiko kule, kesho kutwa kiko kule. Lakini ikaruhusu, kwa mfano kama meli, unaweza kuiweka wakfu meli, ambayo meli inaweza ikakaa hapa ikaenda kaa Arabuni, inaweza ikaenda kaa Marekani, unaweza kuiweka wakfu meli. Au treni unaweza kuliweka nini? Wakfu, kwa mtazamo wake yeye manqul, lakini analo sharti amalan bi urfi nasi, kwa kufuatia mazoea ya watu. Viko vitu vinahama lakini vinakaa muda mrefu, kama meli inakaa muda mrefu sana. Meli inaweza kukaa mpaka miaka 50 kama inatumika vizuri. Treni vile vile inaweza kukaa muda mrefu sana. Viko vitu vinakaa muda mrefu hata kama vinahamishika kutoka hapa kwenda bala. Container inaweza kukaa muda mrefu, kwa hivyo inaweza ikawekwa wakfu, yeye kakubali. Wengine wanasema kitu kinachowekwa wakfu kiwe hakiondoki hapo, kiko hapo hapo siku zote. Yeye kasema kinachoondoka kinaweza. Kwa hivyo hata tembo anaweza kuwekwa wakfu. Sawa, tembo anaishi mpaka karne nzima. India wanafuga tembo. Tena wanawafunga gari na anakokota gari kabisa kama vile gari la ng'ombe. Na anakaa muda mrefu sana, anaishi muda mrefu. Kwa hivyo kwa hoja hii ina maana unaweza kumweka nini? Ukamweka wakfu. Mamba, ikitokea kuwa watu wanafuga mamba labda na atakuja akagundulika ana faida, naye ni katika wanyama wanaoishi umri mrefu, unamweka wakfu. Nyangumi anaishi umri mrefu, unaweza kumweka wakfu. Kwa hivyo kwa mtazamo wake unaweza kuweka wakfu kitu ambacho kinahama, kwa sharti tu kiwe kinakaa muda mrefu. Yale magari Kobe anaishi karne, ndio unaweza kumweka wakfu, ana miaka mingi na anaishi miaka mingi Kobe. Magari ya Tata, yale magari ya Tata yamekaa miaka mingapi yale? Matata yale yalikuja ya Molem yale ya kutengeneza mabarabara na nini, yamekaa muda mrefu sana, tumekuwa nayo mpaka mengine baadhi yake tunayaona bado mali matatu yanatembea. Kwa hivyo yeye anasema kitu ambacho kinaweza kukaa muda mrefu hata kama kinahama kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, unaweza kukiweka wapi? Unaweza kukiweka katika wakfu, kikafanya kazi ya wakfu kwa mtazamo wake. Amalan bi urfi nasi, kufanyia kazi mazoea ya watu. Ma anna muqtadha alwaqfi, ingawa hukumu la wakfu inda alhanafia, kwa mahanafi wote atabid ni kudumu milele, kiwe hakiondoki wala hakimaliziki. Kwa hivyo Hanafi na jamhur wote wanakubaliana kuwa lazima iwe ardhi au kitu kinachoambatana na nini? Na ardhi. Lakini mmoja katika madhehebu ya Hanafi ambaye ni huyu Muhammad bin Hasan, katika watu wa madhehebu ya Hanafi, akasema hata kinachohamishika kutoka hapa na kwenda pale, kikiwa kitakaa umri mrefu, kinaweza kikafanywa wakfu kwa mtazamo wake. Ndege, kwa hivyo ndege zinakaa muda mrefu sana kama zitakuwa zinahudumiwa, kwa hivyo zinaweza zikawekwa kwa mtazamo wake. Wa huwa wilaimul iqar faqat, nayo hii ya mwanzo ya hao jamhur inaambatana na ekari tu au mambo ya ardhi tu. Kwa hivyo haikubaliani na ile iliyosema kuhamisha kitu kinachohamishika kufanywa wakfu, lakini katoa. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo tulisema tuyaache, tuje tuyazungumze siku nyingine kama leo katika masuala nini ya urfu, kwa sababu niliona kwa muda ule na darasa ilipokuwa tusingeweza kwenda nayo kwa raha, tungeyapita haraka na huenda tusingetosheleza ujazo wa mahitaji katika fahamu za watu. Tusogee 101.
Ad-dalilu thaminu, hoja ya 8 ya ujenzi wa sheria za Kiislamu, shar'u man qablana, sheria ya waliokuwepo kabla yetu, sheria iliyotumika zama za manabii waliotangulia. Je, nayo inaweza kuwa kwetu ni sheria au haiwezi kuwa kabisa kwetu sheria? Na nimesema yale ya mwanzo tunakubaliana sote, Qur'ani, sunna za mtume na makubaliano na zoni, yale hayana mzozo. Lakini kuanza kwenye kiasi, masalihi na nini huku tena hatukubaliani sote. Wengine wanayakubali na wengine wanayakataa. Na hiki nacho ni kipengele ambacho wakubaliani wanazuoni wote wa Kiislamu. Shar'u man qablana, sheria ya waliokuwa kabla yetu, sheria iliyotajwa kwenye manabii waliotangulia. Je, na kwetu sisi itaendelea kuwa sheria au haiendelei kuwa sheria? Na itafanya kazi au haifanyi kazi? Taarifu, utambulisho wake, aksamu, vigawanyo vyake, hujjiyatuhu, uhoja wake. Vipengele vitatu vikubwa atavifundisha. Cha kwanza, taarifu, utambulisho wake. Shar'u man qablana, sheria ya waliokuwa kabla yetu, huwa al-ahkamu, ni zile hukumu allati ambazo shara'aha Allahu ta'ala, kaziweka kisheria Mwenyezi Mungu tukufu, lilumami sabiqa, kwa mataifa yaliyotangulia, an tariqi anbiyaihim, kwa njia za nabii wake Mwenyezi Mungu, kama Ibrahim wa Musa wa Daud wa Isa alayhi salam. Katolea mifano hao, lakini manabii wote wa Mwenyezi Mungu aliwatuma na zile sheria waliokuja nazo, je, zina apply, zinafanya kazi vile vile kwetu au zote zimekuwa nullified, zimekuwa zimetenguliwa, hazifanyi kazi tena? Wal kalamu fiha, na kuzungumzia sheria hizo, yanhasiru, ufungika fi anna tilka al-ahkama juz'un min shari'atina, kwamba hukumu hizo ni sehemu ya sheria zetu. Wa hal nahnu mukallafuna biha, na je sisi tunalazimishwa kufuata sheria hizo au la, au hatulazimishwi kuzifuata? Ndio mjadala unapoanzia. Aksamuhu, vigawanyo vyake. Sharai al-anbiya as-sabiqina qisman, sheria za manabii waliotangulia kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinagawanyika katika vigawanyo viwili. Al-qismu al-awwal, kigawanyo cha kwanza, al-ahkamu allati lam tudhkar fi shari'atina. Al-ahkamu allati lam tudhkar fi shari'atina, hukumu ambazo hazikutajwa katika sheria yetu, fi Qur'anin wala sunna, katika Qur'ani wala sunna za mtume. Wa hadhi laysat shar'an lana bil ittifaq, na hizi kwa vyovyote vile si sheria zetu, kwa maafikiano ya wote, kwamba kama kwetu hata kutajwa hazikutajwa. Kama Mungu angetaka zifanye kazi ndani ya umma wetu, angeachaje kuzitaja? Si angezitaja? Kwa kuwa hakuzitaja, zimetajwa kwenye vitabu vyao, basi tuwaachie wao waliotajiwa huko. Sisi hatuzifanyii kazi. Hatuwezi kwenda sasa tukatafuta vitabu vilivyotangulia vinasema nini, alafu sheria zao ni zipi, tukaje tukazitekeleza kwenye umma wetu. Sisi tunatazama zilizotajwa ndani ya kitabu chetu. Al-qismu thani, kigawanyo cha pili, al-ahkamu allati dhukirat fil Qur'ani wa sunna, ni zile zilizotajwa katika Qur'an sunna, lakini si zetu, zimetajwa kama vile hikaya, kusimulia tu, kwamba ndani ya kitabu fulani, ndani ya umma fulani tuliamrisha jambo fulani, tunapewa story tu sisi jua hayo mambo. Hizi vipi? Wa hadhi thalathatu anwa'i, na hizi ziko namna tatu. Al-awwal, ya kwanza, al-ahkamu allati nusikhat min shari'atina, zile hukumu ambazo katika sheria yetu zimefutwa, zimetajwa kwamba Mungu alizileta kwenye vitabu vilivyotangulia na mitume waliotangulia, lakini kazifuta kwa mujibu wa dini yetu, zimefutwa. Wa hadhi laysat shar'an lana aidan, na hizi kwetu si sheria vile vile, tunahadithiwa tu kwamba zilikuwepo na zimeondolewa bil ittifaqi, kwa maafikiano na zonote. Mithlu, mfano, almadhkur fi ayati, iliyotajwa katika aya, wa ala alladhina hadu, na kwa wale waliodai kuokoka, yani Mayahudi, haramna kulli dhi dhufrin, tuliwaharamishia kila chenye ukucha. Wengine watafsiri kila chenye ukwato kilikuwa haramu kukila kwao. Lakini wa min albaqari, na katika ng'ombe, wal ghanami, na mbuzi na kondoo, haramna alaihim shuhumahuma, tuliwaharamishia mafuta yake, yale mafuta yaliyomo kwenye utumbo na nini, yote yale wasile, tuliwaharamishia. Illa ma hamalat dhuhuruhuma, isipokuwa iliyobebwa na migongo yao, mafuta ya mgongoni tuliwaruhusu. Au alhawaya, au matumbo, au makhtalata bi'azmin, au lochanganyika na mfupa. Dhalika jazainahum, hivyo tuliwalipa, bibaghihim, kwa sababu ya utovu wao wa adabu, waasi wao. Wa inna la sadiquna, na hakika sisi ni wa kweli. Kaitizame katika sura 6, sura Al-An'am, aya 146, na uitizame tafsiri yake ili uweze kuielewa vizuri zaidi. Hapa tunatafsiri kwa mujibu wa mahitaji tu ya somo. Fatahrimu kulli dhi dhufrin, basi kuharamisha kila chenye ukwato, wa kullu malahu mikhlabu min at-tayri, kasema kila mwenye makwaru katika ndege,
wa hafirun na kwato minadawabi katika wanyama kalibili kama ngamia wal iwaz wal bat. Iwaz ni bata mzinga, wal bat na ni bata wa kawaida, wale mabata maji, bata mzinga wote wale haramishwa kwao. Kwa ngamia, Mayahudi mpaka leo ngamia hawali, mpaka leo wanafuata hiyo Taurati, hawali ngamia. Wa tahrimu shuhumi albatni, na kuharamisha mafuta ya tumboni, almuitati yaliyokizunguka bilkirsh, kitambi. Kirsh sisi tunakiita kitambi, na nakumbuka kule hasa Saudi Arabia, mtu akiwa na kitambi wakikona habu kirsh, baba kitambi, maana ile kirsh kwao ni kitambi, yani ile tumbo sila kawaida. Maada sinami, ukiondoa manundu wal hawaya na utumbo ule wa ndani wameruhusiwa. Ail am'a, kwa maana machango. Am'a faqatta'a am'a wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Nusikha min shar'ina bi aya. Yote hayo yamefutwa katika sheria yetu kwa aya inayosema qul, sema la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, sikuti katika wahi niliopewa mimi kuwa ni haramu, ala ta'imin, kwa mlaji yoyote, yat'amuhu, atakayekula, illa an yakuna maitatan, isipokuwa kiwe kinyama hicho kimekufa chenyewe, au daman masfuhan, au damu ya kumwagika ya kuchuruzika, au lahma khinzirin, au nyama ya nguruwe. Fa innahu rijsun, kwani huo ni uchafu, au fiskan, au uovu, uhilla li ghairi llahi, uliochinjwa kwa ajili ya siku Mwenyezi Mungu, yani wanyama waliochinjwa kwa ajili ya mizimu na matambiko. Vingine vyote vinabaki halali. Ile qul la ajidu, sema sikuti katika wahi niliopewa mimi uharamu isipokuwa katika hivi, kwa hivyo vilobakia vyote vitakuwa si haram. Hiyo ni sura Al-An'am sura 6 aya 145. Wa mithlu tahrimil ghanaimi, na mfano mwingine ni kuharamisha ngawira, ay al-amwal al-ma'khudha, kwa maana mali zilizochukuliwa min al-a'dai, kutoka kwa maadui, bisababi al-harbi, kwa sababu ya vita. Mataifa yaliyotangulia na mitume yao ilikuwa ngawira haramu. Napigana vita, mkizichukua mali za maadui zenu mnazichoma moto, sio zote, mpaka unatoka machozi mwenyewe. Unaona tumechukua ngano ile, mchele ule pale safi, asali mtungi mzima, tia moto, kila kitu nguza tu. Fa inna uhillat fi shari'atina, lakini imehalalishwa ngawira kwenye sheria yetu, biqauli sallam, kwa kauli ya mtume aliposema uhillat li alghanaim, zimehalalishwa kwangu ngawira, wala mtahilla li ahadin qabli, na hazijawa halali kwa yote kabla yangu, wala si wizi. Mmepigana nao, mmewashinda, mlichokipata chenu. Wa mithlu qatli nafsi litauba, na mfano mtu kujiua mwenyewe kwa ajili ya kutubu. Sheria za manabii waliotangulia, hasa Bani Israila, ni kujiua wenyewe, yani kama una dhambi nyingi, toba yako kajiue, ndio unasamehewa makosa na Mwenyezi Mungu. Jipiga jisu la tumbo, basi tukakuzike. Baniani mpaka leo wanayo, akifanya makosa sana anajichoma moto mwenyewe, wao wanasema ndio toba hiyo. Kwa hivyo ilikuwa ngumu mzee, sijui wangapi humu tungekuwa tunatakiwa tujiue kama tungekuwa Mayahudi. Ilikuwa ndio, lakini kwetu sisi hapana. Toba, unarudi kwa Mwenyezi Mungu, unakaa kwenye mstari, na Mwenyezi Mungu anakuwa na khiari yake katika kukusamehe na kutokukusamehe, na linalotarajiwa zaidi ni kusamehewa kuliko kutosamehe. Waqat'u thawbi, na kuikata nguo, litathhiri, kuisafisha, mina najasa, na najisi. Ilikuwa nguo ikiingia najisi, kama ni kinyesi au mkojo, sio kuifua, unaikata sehemu ile yote iliyokuwa imegusa, unatupa, alafu unatia kiraka. Ndio maana ilikuwa ukiwaona kila anayekwenda msikitini kanzu yake viraka, unajua pale alikunyia, pale kakojolea, pale hivi, nguo za viraka zote. Ile ya kukosha ni kuvaa tu kwa ajili ya mwingine, lakini ya kufanyia ibada lazima ikiingia najisi unakata lile eneo, unatia kipande kingine. Ilikuwa ngumu kweli Sote tungekwenda kuja msikitini na viraka, na vingi vingekuwa vya nyuma, sasa singekuwa belayo. Watu mzee aliwahi kumwaga dude huyu, ndio maana nasalia hicho, au tungeacha kuitekeleza. Nusikhat anna, sheria hizo zote zimefutwa kwetu, hazitekelezwi. Athani, jambo la pili, alahkamu lati uqirrat fi shari'atina. Alifu napendekeza itiwe dhumma na kafu itiwe kisra. Uqirrat, zimethibitishwa. Kafu wa shadda hiyo, zimethibitishwa katika sheria yetu. Wa hadhi shar'u lana, na hizi ni sheria zetu. Mithlu siyami, kwa mfano kufunga. Qala ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash rajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini, kutiba alaikumus siyam, mmelazimishwa nyinyi kufunga, kama kutiba,
kama walivyolazimishwa ala alladhina min qablikum, wale wa kabla yenu. Ina maana funga si yetu peke yetu, walikuwa nayo wa kabla yetu na sisi sasa ingawa kote imefanywa wepesi kidogo, kwao imefanywa uzito. Walikuwa wanafunga siku 40 na ilikuwa hakuna daku, na ilikuwa baina magharibi wal isha umalize mambo yote, yani baina magharibi na isha. Hichi kitambo tuliokaa sisi msikitini hapa, umalize mambo yote. Sijui tumefahamiana, umalize mambo yote. Kama unamhitaji mama watoto, umaliza hapo hapo. Kama unahitaji kula, maliza hapo. Chochote umaliza hapo hapo. Kiingia lishai, amna tena kula mpaka kesho yake. No, mimi ningeshindwa. Ngumu kwa kweli. Ikaja kwetu kwa wepesi kumaliza mambo yote muda huo. Taabu, wengine mpaka baada ya tarawih ndo tunayamaliza. Al-Baqara hiyo aya 182 83. Wal udhiya, na chinjo au kuchinja mfungo 3. Unakuja tena mfungo 3. Qala alayhi salatu wasalam, dhahu, chinjeni, fa ina sunnata abikum Ibrahim, kwa sababu ni sunna baba yenu Ibrahim alipoletewa mnyama achinje. Athalithu, jambo la 3, al-ahkamu allati khassa Allah ta'ala alaina. Hapa ndo penye maneno mengi. La 3 ni zile hukumu ambazo Mwenyezi Mungu katusimulia sisi fil Qur'ani, ndani ya Qur'ani, au dhukirat ala lisani rasuli, au zikatajwa kwa ulimi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhukirat, na hapa dha itiwe dhumma na kafu itiwe kisra. Dhukirat, au zimetajwa kwa ulimi wa mtume, yani kazitaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi inkarin wala iqrarin laha, pasina kuzikataa wala kuzithibitisha. Simetajwa kama simulizi tu, tunaambiwa yametokea haya, yamekuwa haya, yamekuwa haya. Hapa ndo penye maneno. Athalithu, la 3, al-ahkamu allati khassaha Allah ta'ala alaina, hukumu zile ambazo amezisimulia kwetu Mwenyezi Mungu fil Qur'ani, katika Qur'ani, au dhukirat, au zimetajwa ala lisani rasuli, kwa ulimi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kazitaja mtume. Lakini sasa min ghairi inkarin wala iqrarin laha, pasina kuzipinga wala kuzithibitisha. Yani zimetajwa kama vile tunasimuliwa tu, lilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, basi hakuna ndani yake comment kwamba hii ni tunakubaliana nayo au hatukubaliani. Sasa hapa ndo penye mjadala, wa hadhihi hiya mahallul khilaf, na hapa ndio mahala, hizi hukumu hizi ndio mahala pa mzozo baina ya Waislamu. Wako wanaosema zinakuwa sheria na wako wanaosema haziwi sheria. Mithlu, mfano ayatul qisas fi shari'ati al-yahudi. Na mimi niliwahi kusema sana hii kipindi fulani, maana yake ilitumika katika jamii yetu ikakaribia kutumika vibaya. Nikautaja huu mzozo wote. Al-qisas fi shari'ati al-yahudi, sheria ya Mayahudi katika Taurati ya kulipiza kisasi, ile inosema wakatabna alaihim, Qur'an nasema na tumewaandikia hao wana wa Israeli, fiha, ndani ya hiyo Taurati. Ukirudi mtiririko wa aya, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. Imekuja ndo wakatabna alaihim fiha, na tukawaandikia hao Mayahudi ndani ya hiyo Taurati. Sasa hapa Qur'ani haisemi kwamba ndo Qur'ani inavyosema. Qur'ani inasema, Mwenyezi Mungu anasema tuliwaandikia, anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ndio jino kwa jino, jicho kwa jicho, ilienea sana ndani ya jamii ya Kiislamu. Kuuliza maana yake nini? Mbona Mwenyezi Mungu anasema katabna alaihim fiha, tuliwaandikia wao hao humo ndani ya kitabu hicho, hatujaandikiwa sisi. Jino kwa jino, jicho kwa jicho, hatukuandikiwa sisi, wameandikiwa Wayahudi. Lakini mtu anaingangania na anavalia njuga, utafikiri vile ndo Qur'ani imemtaka afanye hivyo. Qur'ani inasema hivyo, Qur'ani imenukuu. Na mashaka wetu wakawa wamenyamaza kimya, nikaonekana peke yangu kama kioja na kosoa jambo hili. Mpaka leo msimamo wangu kwa hivyo, naendeleeni kusoma mtajua. Ndio kakwambeni kuna baadhi ya mashekhe wanajua wamenyamaza kimya, na kuna wengine ni wavivu, wapitii mambo, wanapenda hadhi tu na kutukuzwa basi. Matokeo yake mambo yanaharibika chungu nzima, wanashindwa hata kuyasema. Wakatabna alaihim fiha, na tuliandika alaihim, dhamiri him inarudi kwa nani? Waliyahkum ahlu taurati bima anzala Allahu fihi, inarudi kwa watu Taurati, sio sisi. Anna nafsa bin nafsi, kwamba roho kwa roho,
wal aina bil aini, na jicho kwa jicho, wal anfa bil anfi, na pua kwa pua, wal udhuna bil udhuni, na sikio kwa sikio, wasinna bis sinni, na jino kwa jino, wal juruha qisasi, na majeraha yalipizwe. Ukikatwa na wewe ukate, ukinyofolewa na wewe unyofoe. Suratul Maida hiyo sura kasema sura ya 5 ndio sawa sawa. Al-Maida sura ya 5 aya 45. Wa mithlu ayati hiyo mfano. Kwa hivyo inawahusu wao. Sasa mzozo, je, na sisi inatuhusu au haituhusu? Wa mithlu ayati qismatil ma'i, na mfano wa aya kugawa maji baina nabii Saleh alayhi salam wa baina qaumi, baina nabii Saleh na baina watu wake, alipoambiwa wanabihum anna al-ma'a qismatun bainahum, wape habari kwamba maji ni mgao kwao. Kullu shurbi muhtadhar, kila kinywaji kitazingirwa, kitawekewa mipaka, wakati wa kunywa ule ngamia na wakati wa kunywa watu. Mnakumbuka kisa chake kizuri sana cha Nabii Saleh na habari ya ngamia, ndo ugawanyaji wa maji. Je, hivi ni visa au ndani yake sheria zile na sisi zinatuhusu? Huo ndio mjadala ambao ataueleza huku mbele na hoja za kila mtu. Kwa leo tufike hapa inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi